Wakazi katika wadi ya Sitiho wanatoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kuweka dawa na vifaa vya matibabu katika zahanati ya Sitiho iliyoko Kuywa. Wakizungumza baada ya kupokea matibabu ya bure kutoka kwa wakfu wa Joseph Lendricks Waswa, wakazi hao wakiongozwa na Betty Bahoya wanasema wanalazimika kutafuta huduma za matibabu katika hospitali ya Webuye kutokana na ukosefu wa dawa katika zahanati hiyo. Gavana wetu, tunakuomba ukipenda tuko hapa na Sitiho Health Center, haina madawa hapa Kuywa market. Ukipenda utuletee madawa ya kutosha wakutumie sisi kama watu wenye wasiojiweza kutembea paka huko juu. Kwa heshima yako Bwana Gavana, tunakuomba, tunaumia. Hata ukienda kwa hospitali hakuna vifaa. Wanakuambia mama, ukitaka kupima kitu kama arthritis atuenda Webuye. Ukienda Webuye ati mashini imekataa kufanya kazi, utarudi. Wanakuandikia tena barua ya kurudi Webuye na una transport. Sasa utuletee vifaa kwa Kuywa Health Center. Nimekuja hapa kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Ninatoka Kuywa area, Kuywa sublocation, Kuywa location. Sisi tunaumia sana kulingana na magonjwa mbalimbali. Magonjwa kama ya kisukari, arthritis, pressure. Saa zingine tukienda kwa hospitali wanatuambia hakuna dawa mama, uende ununue. Mimi tangu nikue, hii ni mara ya kwanza mimi kutipiwa. Na nimefurahi mheshimiwa bila ametutibu. Na ukienda mta mwingi kwa hospitali hakuna madawa, watakuambia enda ununue madawa. Sasa inafanya mimi naogopa kwenda kutibiwa. Watusaidie madawa kwa hospitali na mheshimiwa aendelee kutibu na hiyo moyo. Changamoto ya hospitali yetu ya Sitiho, hakuna madawa. Nini serikali haileti madawa? Matamshi haya yametiliwa mkazo na Moses Wamoto ambaye ni msemaji wa wakfu wa Joseph Lendricks Waswa, anayetaka serikali ya kaunti ya Bungoma kuwajibika na kuangazia kilio cha wakazi wa Sitiho anaosema wanahangaika kutafuta matibabu bora. Labda ombi langu tu kwa Wizara ya Afya na county government ni ya kwamba wakumbuke hawa watu wa chini, kwa sababu wako na mashida mingi sana ya kufika kwa hospitali na kupata matibabu iliyo bora. Na sisi kama kando wa Joseph Waswa Foundation tunajaribu jinsi iwezekanavyo ili kupata zile madawa ambazo labda wakazi wa Webuye West sasa kama leo wa Kuywa hapa wameenda kwa facility na wakakosa. So kuna madawa ambazo sisi through the government tumeziprocure, tuko nazo kwa ambulance zetu. Tuna madaktari hapa waliohitimu vizuri, wako na uwezo ya kuangalia huyu mtu anagonjeka ugonjwa gani na wakampatia ile dawa ya kutuliza labda magonjwa yako nayo. So ombi langu ni kwamba county government kupitia Wizara ya Afya wakumbuke tu hizi facilities zenye ziko katika mawodi, hizi dispensaries, so that hawa watu wetu wapate tiba iliyo bora. Hata hivyo, wakazi hao wamepongeza huduma ya matibabu ya bure iliyotolewa na wakfu huo, Wamoto akiahidi kwamba wataendelea kutoa huduma hiyo kwa wakazi eneo bunge la Webuye Magharibi. Na tuna pesa ya kununua. Sasa tunakupa sifa Bwana Joseph Lendricks Waswa kukuletea huduma bora ya bure hapa Kuywa. Tunapika asante sana kwa sababu tunaendanga kwa hospitali wanatuambia mama kuna dawa. Sasa tafuta pesa. Wanaandika lakini wanakuambia enda ununue na hatuna pesa. Bwana Waswa, mheshimiwa, endelea na huu mradi. Mungu akijali tutakukumbuka. Mwenye ametupea madawa, amenipea dawa. Nasema ya kwamba Mungu amsaidie na mbio zenye anakimbia apate kufaulu ili akuja atuletee madawa kwa hospitali yetu. Sumbukana na ugonjwa, lakini siku ya leo nimepona kwa sababu kwa mheshimiwa wetu Joseph Waswa. Mimi nilienda nikatembea kwa hospitali karibu hospitali 4 nikitembea. Magonjwa ya miguu, magonjwa ya masikio, lakini leo nimepata matibabu muhimu sana kutoka kwa mheshimiwa wetu. Kuja kuendeleza huduma yetu ya Joseph Waswa Medical
initiative ambayo leo tuko na the second surgical camp ambayo tumeifanyia hapa kwa uwanja wa Kuywa Market. Huduma hii tulianzia kule Miendo, tukakuwa na kashfu kidogo kutoka kwa mheshimiwa aliyoko saizi, lakini tunaomba Mungu vita yake imeweza kurudishwa chini na wananchi, kwa sababu wananchi waliona ni kazi nzuri tunafanya na wananchi wenyewe wakaomba ya kwamba tuendelee na huduma hii. Mimi nachukua fursa hii kuhimiza wakazi wa Webuye West ya kwamba huduma hii ambayo mheshimiwa Joseph Waso anafanya kupitia mkanda wake wa Joseph Waso Foundation ni huduma nzuri sana kwa wananchi. Nazidi kuwahimiza kwamba waendelee kujitokeza, kwa sababu tumerudi kuendelesha hii huduma na tutazidi kufikia kila mtu ambaye ako na shida na hawezi kupata labda uwezo wa kupata hiyo matibabu ambayo inatakikana. Kufuatia huduma hiyo, zaidi ya wakazi 500 walipokea matibabu ya bure, huku baadhi yao wakipokea huduma za upasuaji bila malipo. Mimi naweza ambia mwananchi ule ambaye maybe hajapata habari kuwa SHA inafanya. Hiyo ni mambo ya siasa tu. Wanasiasa wameweka kwa mambo ya siasa kwa hii mambo ya SHA, lakini inasaidia wagonjwa. Lakini inafanya na shirika la Upendo Health International ambalo linashughulika na kufanyia watu upasuaji, wala ambao wako na shida zenye zinafaa upasuaji lakini hawajakuwa na fedha ama hawana uwezo wa kuraise hiyo pesa ya kufanyia upasuaji. Kutoka Kuywa, wadi ya Sitiho, eneo bunge la Webuye Magharibi, jina langu Wilson Myanzi.